Nidhamu binafsi ni uwezo wa kujiongoza kufanya mambo sahihi bila kulazimishwa. Nidhamu binafsi ni msingi muhimu wa mafanikio kwenye maisha, kwenye kazi, lakini pia kwenye biashara. Nidhamu ya kwanza unayotakiwa kuwa nayo ni nidhamu ya fedha. Nidhamu ya fedha ni uwezo wa kutumia, kutunza na kupanga matumizi ya pesa kwa busara. Mtu mwenye nidhamu ya fedha hatumii pesa zote anazozipata kwenye matumizi yasiyokuwa na ulazima. Tabia hii huwa inamsaidia kuepuka madeni yasiyokuwa na ulazima na kumwezesha kuwa na utulivu na uhuru wa kifedha. Nidhamu ya fedha humfundisha mtu kutofautisha kati ya mahitaji ya muhimu na mahitaji yasiyokuwa na ulazima. Watu wengi, asilimia kubwa, huwa wananunua vitu kwa hisia ya kushawishiwa ama kwa hisia ya kuridhisha watu wengine, jambo ambalo huwa linasababisha matumizi makubwa ya fedha. Mtu mwenye nidhamu ya fedha huwa anafikiria kwanza kabla ya kutumia pesa yake. Huwa anajiuliza kama anachotaka kukinunua ni kitu chenye umuhimu na chenye ulazima. Nidhamu ya fedha humjengea mtu msingi wa mafanikio ya muda mrefu, hata kama kipato chake ni kidogo. Nidhamu ya pili ni nidhamu ya muda. Muda ni rasilimali ya thamani ambayo haiwezi kurudi ikishapita. Nidhamu ya muda ni uwezo wa kutumia muda vizuri kwa kupanga kazi na kuzifanya kwa wakati unaofaa. Nidhamu ya muda humsaidia mtu kuongeza uzalishaji na utendaji kazi. Nidhamu ya tatu ni nidhamu ya mawasiliano. Nidhamu ya mawasiliano ni uwezo wa kuzungumza, kusikiliza na kujibu kwa heshima na busara pia. Mawasiliano mazuri huwa yanajenga uelewano na kuimarisha mahusiano kati ya watu, inaweza kuwa ni mteja na muuzaji wa bidhaa. Mtu mwenye nidhamu ya mawasiliano huwa anafikiria kabla ya kuzungumza ili kuhakikisha maneno yake hayaumizi wala kukwaza watu wengine. Kusikiliza kwa makini ni sehemu ya muhimu ya mawasiliano kwenye nidhamu. Watu wengi huwa wanapenda kuzungumza kuliko kusikiliza, jambo linaloweza kusababisha kutokuelewana. Kusikiliza kwa umakini huwa kunamsaidia mtu kuelewa mawazo ya watu wengine na kutoa majibu yanayofaa. Mawasiliano yenye nidhamu huwa yanaongeza heshima na uaminifu pia. Nidhamu ya nne ni nidhamu ya mwendelezo. Nidhamu ya mwendelezo ni uwezo wa kuendelea kufanya jambo bila kukata tamaa, hata kama unaona matokeo yanachelewa kuonekana. Mafanikio makubwa hayaji kwa siku moja. Mafanikio yoyote huwa yanajengwa kwa juhudi za kila siku. Mtu mwenye nidhamu ya mwendelezo haachi kazi kwa sababu ya changamoto. Mwendelezo humjengea mtu uzoefu na utendaji kazi mzuri. Kadri unavyoendelea kufanya jambo, ndivyo unavyozidi kujifunza na kuboresha uwezo wako. Watu wanaodumu kwenye malengo yao mara nyingi huwa wanafanikiwa kuliko wale wanaobadilisha mwelekeo kila wakati. Kuendelea kuchukua hatua ndogo ndogo kila siku huleta matokeo makubwa ya baadaye. Nidhamu ya mwendelezo ni siri ya kupata mafanikio ya kudumu. Nidhamu ya tano ni nidhamu ya kujifunza. Nidhamu ya kujifunza ni tabia ya kutafuta maarifa mapya na kuboresha uwezo ulionao kila siku. Dunia inabadilika kwa kasi. Mtu anayeendelea kujifunza huweza kuendana na mabadiliko ya teknolojia. Unaweza kujifunza kupitia vitabu, semina na mafunzo mbalimbali. Mtu mwenye nidhamu ya kujifunza huwa anakubali hajui kila kitu. Huwa anauliza maswali, anasikiliza ushauri na kuwa tayari kurekebisha makosa yake. Tabia hii huwa inamfanya aendelee kukua zaidi. Maarifa mapya humsaidia mtu kufanya maamuzi mazuri na kutumia fursa zinazojitokeza. Nidhamu ya kujifunza ni uwekezaji unaoleta mafanikio. Nidhamu binafsi ndiyo msingi wa maisha yenye mafanikio na maendeleo ya kudumu. Nidhamu ya fedha humsaidia mtu kutumia fedha na mali zake kwa busara. Nidhamu ya muda huongeza ufanisi na utendaji kazi. Nidhamu ya mawasiliano huimarisha mahusiano. Nidhamu ya mwendelezo hujenga uvumilivu na mafanikio ya muda mrefu. Na nidhamu ya kujifunza humfanya mtu aendelee kukua kila siku.